nilishangazwa siku moja. Ndio. Nilienda Kariakoo. Unajua mimi nafanya biashara ya chakula. Okay. Na muda mwingine huwa nasambaza mwenyewe. Sasa nilienda soko la chini Kariakoo kule. Soko jipya lile? Soko jipya. Sasa kabla hujafungua, sio ndale mabanda yale kwa. Sasa kuna mteja mmoja yuko juu kwenye sehemu wanavouza vikopo vile. Kwa hiyo nilikuwa nampelekea chakula. Sasa kati napita chini huku shangwe wa baba na wa mama, sasa hivi unasalimia huku unasalimia huku. Nikasikia sauti moja ya mama mmoja akasema, kweli yani kama wage vile. Yaani anakuona kama zimeingia zimetoka. Sasa nikashindwa kumjibu kwa sababu nasema jamani, kumbe kweli iko hivyo. Sasa nilimwangalia tu alafu nikarudi nikaendelea na shughuli zangu kwa sababu sio alitaka nivimbe au sio alitaka nifanyeje, kwa sababu huyu anakusalimia huku, unajua sokoni huyu anakusalimia huku na geuko unasalimia huku, yule kule anakuita inabidi umsalimie hivyo. Sasa kaona na kidogo labda zimecheza kama si wakikaa sasa wagewai kama zinaingia na kutoka. Sasa kidogo yule akanishangaza. Alichukua karakta akaileta kwenye uhalisia. Kwa hiyo ni vitu vigumu tunakutana navyo, lakini 90%, yani zaidi ya huyo sijawahi kupata mtu mwingine ambaye akaniona kweli hamnazo katika maisha yangu ya kawaida. Lakini wengi wanaona bana, kumbe ni smart, ni baba mwenye watoto, mwenye mke. Ana shida kabisa. Yani kumbe uko tofauti na jinsi tunavyokuona. Ilikuumiza kwa kiwango gani kiubinadamu tu ile? Inaudhi lakini unasema tuna upeo tofauti. Kwa sababu kuna mwingine anaweza akachukua ile maisha kwenye TV basi akataka kuhamisha na maisha ya kawaida. Ndio tabu ambayo tunazozipata. Ndio tabu ambayo mnaipata. Kabisa. FM.